Jukumu lingine ni kuunganisha JUVIKIBA na taasisi mbalimbali ndani ya kata. Hili ni jukumu. Unaenda kwa mwenyekiti wa serikali ya mtaa, ajui JUVIKIBA ndani ya ile kata. Unaonana na diwani katika kata, diwani hajui kama kuna JUVIKIBA katika kata. Ndugu zangu, katika nchi ambayo ina mamlaka, katika nchi ambayo ina dola, katika nchi ambayo ina serikali, hauwezi kufanikiwa jambo lako kama serikali haikutambui. Hatuwezi kwenda mbele ikiwa vyombo vya dola haitujui. Niwaombeni viongozi, fanyeni ziara kwa viongozi wa serikali za mitaa ndani ya kata zenu. Fanyeni ziara kuonana na madiwani ndani ya kata zenu. Waijue rasmi. Na niombe viongozi wa wilaya wameruhusiwa waandike barua, inshallah wazishushe katika kata, kuwatambulisha nyinyi kwa viongozi wa serikali. Inaruhusiwa, wana mamlaka hawa kuandika barua, kuunga muhuri, kuwajulisha kwamba jumuiya kuitambulisha kwa viongozi wa serikali. Mamlaka hayo wanayo. Turudi katika kata zetu inshallah, tukatambulikane katika serikali za mitaa. Unamuuliza mwenyekiti wa serikali mtaa, bwana mwenyekiti, kuna jumuiya yangu ya JUVIKIBA unajua? Sijui. Unakuwa ni mtihani. Tunao viongozi wa kata, wenye viti, makatibu, lakini serikali ya mtaa JUVIKIBA hawaijui. Turudini tukatengeneze mahusiano mema na dola. Hatuwezi kwenda mbele bila kushirikiana na dola, viongozi wangu. Kwa sababu dola, tunapokuwa na shida muda mwingine tunawakimbilia wale, wanatupa nguvu. Na katika haya makongamano, semina, vikao mbalimbali ambavyo tunasema ni moja ya chachu ya kuunganisha vijana, tusiache kualika viongozi wa serikali. Kuna makatibu, kuna watendaji, tuwaalike na wenyewe tuwape nafasi waongee. Anapokaa ofisini anajua ndani ya kata yangu kumbe ninayo jumuiya ya vijana wa Kiislamu JUVIKIBA, majukumu yake ni 1, 2, 3. Kama mwenyekiti ninalo jukumu la kuhakikisha nashirikiana nao katika mambo mbalimbali. Kwa hiyo turudini tukashirikiane na dola. Kiongozi ujulikanwe, diwani wako ajue, wenye viti ajue, huyu ni kiongozi wa Waislamu wa vijana kwenye kata yangu. Ili jambo tulishikeni sana. Tunazo kesi baadhi ya sehemu, wilaya nyingine, kiongozi kuna jambo linatokea tu anakamatwa, kumbe ni kiongozi wa dini, lakini mwenyekiti hajui kama ni kiongozi wa dini. Diwani hajui kama ni kiongozi wa dini. Baada ya kupigwa simu anasema wewe ni kiongozi wetu wewe bwana. Tunao sisi. Kwa hiyo turudini katika kata zetu, heshimiwa mashehe, viongozi, tukatengeneze unification and solidarity ya JUVIKIBA kwa namna mbalimbali. Na tuwe wabunifu katika kata zetu. Tutengeneze mambo mbalimbali ya kuamsha vijana ndani ya kata zetu. Una jambo zuri, tengeneza liratibu. Waambieni mabosi wenu wa wilaya, tuna jambo kata yetu moja, tunataka tufanye kitu fulani. Tunaomba msaada tumpate fulani. Tunaomba msaada kitu fulani kipo, tunafanyaje? Au tunafanyaje hili? Tutazinyanyua kata. Na kata zitakuwa na nguvu. Kwa sababu kata mkiwa na nguvu, manake wilaya inakuwa na nguvu. Wilaya hawana watu. Kama tulivyokuwa sisi mkoa hatuna watu. Taifa hawana watu. Wanategemea mkoa, mkoa wa wilaya, wilaya kutegemeeni. Nyinyi ndio wenye watu. Maana yake mwenyekiti akiingia katika kata yako ajulikane kwamba mwenyekiti wa wilaya Temeke kaingia. Lengo ni kuwatengenezea heshima na kuifanya jumuiya inakuwa strong na inakuwa imara katika hili. Hii ni sehemu ya pili katika kuangalia majukumu ya viongozi katika nini, katika kata zetu, tukalifanye hili. Lingine, kuna vyombo vya usalama. Miongoni mwa vitu ambalo moja ya jukumu ni kushirikiana na vyombo vya usalama. Ni vitu muhimu sana ndugu zanguni.
katika kila makata humu kuna viongozi wa polisi wakubwa, hakikisha wanakujua, unawajua, wanakujua, usidhalau. Na wala tusilidhalau hili, kwa sababu wale ndo tunashirikiana nao katika kujenga jamii. Maadili ya vijana wenzetu, mmomonyoko wa maadili, leo tunalalamika mmomonyoko wa maadili, ushoga unaongezeka, lakini wa kuyadhibiti haya ni sisi, jumuiya ya vijana wa Kiislamu. Inakuwaje katika kata kuna mmomonyoko mkubwa wa maadili afu kuna jumuiya ya vijana wa Kiislamu? Maana yake kullukum rai, unalo jukumu kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya kata yako, na usipolitekeleza hili umemdharau Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na tusifanye tusiseme bwana na mkomo wa fulani, umebeba jukumu la Allah, umebeba dhima ya vijana wa Kiislamu, kawapiganie vijana wa Kiislamu kadiri Allah atakavyokuwezesha. Kwa tukawapiganie vijana wa Kiislamu, tumepata dhamana hii, tumechaguliwa, tumeteuliwa. Sasa tija ya vijana ipatikane kupitia Juvikiba. Turudini katika kata zetu tukatengeneze aya, na Allah subhanahu wa ta'ala inshallah atatutia nguvu. Leo tutakaa chini, tutashauriana, tutaambiana, tutatengeneza haya kwa pamoja. Lengo Uislamu uende, tukiondoka sisi waje wengine, Uislamu uende ila yao misaa. Kwa maana sisi tuwe na mchango katika sehemu ya ujana wetu, mchango katika sehemu ya umri wetu, kwamba tuliipigania dini kwa namna moja ama nyingine. Hili ni moja ambalo tunaomba mlifanye.